usitishwaji mapigano. Antonio Costa asema sio halali kulenga miundo mbinu ya raia katika vita. Na Korea Kaskazini yasema Seoul imetumia busara kuiomba radhi baada ya droni la ujasusi kurushwa katika anga yake. Habari kamili. Teheran. Iran imejibu pendekezo la usitishwaji mapigano na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kuelezea msimamo na matakwa yake na kusisitiza kuwa mazungumzo hayaendani na masharti wala vitisho vya kutenda uhalifu wa kivita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghai, amesema leo kuwa Teheran inazingatia matakwa yake kulingana na masilahi ya kitaifa ambayo tayari yamewasilishwa kupitia wapatanishi, na kuongeza kuwa matakwa ya awali ya Marekani kama vile mpango wenye vipengee 15 yamekataliwa kwa kuwa yalikuwa na masharti kupita kiasi. Kwa kuzingatia maslahi yetu, tumekuwa tukiweka wazi matakwa yetu kamili tulionayo na tunayoendelea kuwa nayo. Sikiliza, Iran haina hofu kuelezea wazi wazi kile inachokiona kama madai yake halali na ya msingi. Serikali ya Jamhuri ya Iran inaweka wazi matakwa yake kwa ujasiri mkubwa, na kufanya hivyo hakupaswi kutafsiriwa kama ishara ya kusalimu amri mbele ya adui yetu. Baghai amesema Iran imeandaa majibu yake na itatoa maelezo zaidi hapo baadaye bila kutoa muda mahsusi. Kwingineko, shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nyuklia IAEA limethibitisha leo Jumatatu kuhusu athari za hivi karibuni za mashambulizi ya kijeshi karibu na kinu cha nyuklia cha Iran cha Bushehr, lakini ikasema kiwanda chenyewe hakikuharibiwa. IAEA imesema uthibitisho huo umetokana na uhakiki wake huru wa picha mpya za satellite na ufahamu wa kina wa eneo hilo, na kwamba shambulio moja lilipiga takriban mita 75 pekee kutoka kwenye eneo la kituo hicho. Brussels. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya Antonio Costa amesema shambulio lolote dhidi ya miundo mbinu ya kiraia kama ile ya nishati sio halali na haikubaliki hata kidogo. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa muda wa hadi kesho Jumanne kwa Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz au miundo yake ishambuliwe vibaya. Iran iliufunga mlango huo muhimu unaopitisha 20% ya mafuta ya dunia kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Antonio Costa amesema kuongezeka kwa mashambulizi hakutaleta faida yoyote katika vita hivyo, huku akisisitiza kuwa majadiliano pekee ndiyo yanayoweza kuleta suluhu ya mgogoro uliopo. Kauli yake inajiri wakati kukiwa na ripoti za Marekani na Iran kupokea rasimu ya pendekezo hilo la usitishwaji vita kwa siku 45. Seoul. Dada wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, aliye na nguvu na ushawishi mkubwa nchini humo na anayeshughulikia masuala ya sera za kigeni, amesema Korea Kusini imeonyesha busara kwa kuomba radhi na kuonyesha kukerwa na hatua ya droni kurushwa na maafisa wake katika anga ya Pyongyang mwezi Januari mwaka huu. Kim Yo Jong amesema serikali ya Pyongyang inashukuru kuona Rais Lee Jae-myung akiomba radhi. Hii leo Rais Myung alisema anajutia na kusikitishwa na tukio la droni ya nchi yake kuingia katika anga ya Korea Kaskazini, akisisitiza kuwa kitendo hicho sio cha kuwajibika. Awali Korea Kusini ilikanusha kuhusika na hatua hiyo ya droni ya kijasusi kuonekana katika anga ya Pyongyang, ikisema ni raia ndio waliohusika, lakini Lee amesema uchunguzi uliofanyika hivi karibuni ulibaini kuwa maafisa wa serikali yake walihusika, ndio maana akatanguliza kuomba radhi. Mwezi Februari, Pyongyang ilionya kuwa itajibu vikali iwapo droni zaidi zitaonekana katika anga yake, hali iliyoifanya Korea Kusini kuanzisha uchunguzi huo. Berlin.
Chama cha Kijani cha Ujerumani kimetoa wito kwa serikali kufafanua sheria inayowataka wanaume raia wa Ujerumani wenye umri kati ya miaka 17 na 45 kupata idhini kutoka kwa jeshi ili kukaa kwa zaidi ya miezi mitatu nje nchi. Sara Nani, msemaji wa sera za usalama wa chama hicho, ameliambia gazeti la Die Welt kwamba raia wa Ujerumani wanayo haki ya kujua haraka kama wanatakiwa kuripoti, na ikiwa ni hivyo wafahamishwe wajibu wao wa kuripoti. Sheria hii ni sehemu ya sheria mpya ya huduma za kijeshi ya Ujerumani ambayo ilianza kutumika Januari mosi. Hata hivyo, kipengele hiki kilikuwa kimepuuzwa sana kabla kumulikwa zaidi na ripoti za vyombo vya habari katika siku za hivi karibuni. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mimi ni Amina Abubakar. DW kipindi maalum. Heri ya Pasaka, msikilizaji wa DW Kiswahili. Ni imani yangu kuwa hujambo, ubuheri wa afya popote pale ulipo, na uko tayari kabisa kwa salamu za Pasaka zikisindikizwa na burudani ya muziki. Ni kipindi maalumu kinachokupa fursa ya kutuma salamu kwa ndugu, jamaa na marafiki ukiwatakia heri ya sikukuu ya Pasaka. Kwa takriban dakika 20 za kipindi hiki utakuwa nami Angela Mdungu. Karibu. Unataka gari, simu unahitaji mali, omba vyote usijali, hivyo umanga sukari, you're welcome to Kigali. Ni burudani ya muziki inayoitwa Takibazo kutoka kwa DJ Pius na Jose Chameleone, inayompa nafasi Pongo Festus kutoka Mombasa, Kenya, na anasema zangu salamu ziwafikie watu wangu wote wakiwa nchini Burundi. Father Sava Joseph nikiwa Kibirizi Parish, Kagera, Tanzania. Ningependa salamu zangu za Pasaka ziwafikie Wakristo wote popote pale walipo duniani. Pia ziwafikie Jonathan Kenshambi akiwa Muleba, Frutanos Batakanwa akiwa Kerwa, mama mzazi Paskazia Pascal akiwa Isingiro Kerwa, na wasikilizaji wote wa DW Kiswahili popote walipo duniani. Ujumbe kwao, Yesu ameshinda mauti. Idi Migeto Junior, handsome boy wa Miami social media team Uyui Tabora. Salamu zako za Pasaka ziende kwake Johari Migeto, Emmanuel Humba, kisha kwa Eliud Nandi, Paul Mpelele, Paul Sefa, DJ Vumi Lalata, Fezi Felix, Michael Paul Nonga, Philbert Jonathan Kenshambi, Maria Bura, Miriam Abubakar, Magembise, Ali Mrangi, Gigiri Mresa, Deogratius Wandi na Sengi Muna Makuro. Wilfred Tambwe ndiye anayefuata sasa, huyu anapatikana na Manyere, Nkasi, Rukwa, Tanzania. Salamu zako za Pasaka ziwafikie Jacqueline Kibona,